إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله ذكرنا في الخطبة السابقة أن الابتداع ينقسم إلى قسمين ابتداع في العادات وحكمه الإباحة وابتداع في الدين وحكمه التحريم. Tulitaja katika khutba iliyopita ya kwamba hakika jambo la kuzusha limegawanyika mara mbili. Kuna kuzusha na kutunga mambo, lakini katika upande wa mambo ya kidunia, katika upande wa mambo ya kawaida ya kiada yasiyokuwa ya kidini, na hukumu ya kuzusha mambo katika upande wa kidunia, hukumu ya kuleta vitu vigeni katika upande wa kidunia, hukumu yake ni ibaha, maana yake ni halali. Tengeneza gari yoyote unayotaka, ni halali. Leta chochote cha kuwasaidia walimwengu, bado ni halali. Kwa hivyo vitu vya kidunia asili yake ni halali. Tukataja dalili ya jambo hili. Na kuna kuzusha na kutunga mambo sampuli ya pili, ambako ni kutunga mambo katika upande wa kidini, kuleta mambo mapya kwenye dini ya Kiislamu, na hukumu ya hili ni haram. Hukumu ya kuleta mambo mapya katika Uislamu ni haram, mambo ambayo hakuyafundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, mambo ambayo hayana dalili kwenye kitabu cha Allah wala kwenye sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hayo mambo ni haram. Tulieleza katika Ijumaa iliyopita, wa nahnu al-yawm sanashrahu an-naw' ath-thani wa huwa al-ibtida'u fi ad-din. Leo tutaeleza kiurefu jambo hili la kuzusha katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la kwanza katika hili tutaeleza ni nini maana ya neno bid'ah, kama ulama wanavyotaja, ili isipatikane sintofahamu baadaye. Aanze mtu kukwambia gari je, pikipiki je. قال الشاطبي رحمه الله تعالى كما في الاعتصام. إمام الشاطبي الله أمرهم
ndani ya kitabu chake al-i'tisam fi ta'rifihi lilbid'ah, akielezea na kufafanua maana ya bid'ah kisheria, anasema rahimahullah, al-bid'atu tariqatun fi ad-din mukhtara'atun tudahi ash-shar'iyyah yuqsadu bis-suluki 'alayha المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى. انتهى كلامه رحمه الله. إمام الشاطبي anasema akielezea maana ya bid'ah kisheria, anasema albid'atu tariqatun fi ad-din mukhtara'ah. Bid'ah ni njia iliyopo katika dini, ni njia yaonekana kwamba ipo katika dini, lakini mukhtara'atun, njia hiyo imetungwa, sio njia ya asili katika Uislamu. Kwa hivyo ni jambo geni, lakini uwazi wake laonekana kwamba ni jambo katika mambo ya Uislamu. Tariqatun mukhtara'atun fi ad-din, ama tariqatun fi ad-din mukhtara'ah, ni jambo laonekana uwazi wake kwamba lipo katika dini, lina alama ya kidini hivi, lakini limetungwa, sio katika mambo aliyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema rahimahullah, tudahi ash-shar'iyyah, jambo hilo ambalo limetungwa ukiliangalia kivizuri lina mfanano na baadhi ya mambo katika Uislamu, lina sura ya kufanana na sheria aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Maana yake lina sehemu ni ya haki, lakini sehemu kubwa ndio ya batil. Wal aktharia kama yuqal al-hukmu lil-ghalib, hukumu siku zote inapewa ule upande mwingi. Kama upande mwingi ni batil, basi jambo litakuwa ni jambo la kipotovu. Kisha anasema rahimahullahu ta'ala, yuqsadu bis-suluki 'alayha, wale wanaoyafanya mambo haya kizushi, wanaoyatunga na kuyagemeza katika dini, wanakusudia kuyafuata mambo hayo al-mubalaghatu fi at-ta'abbud lillahi subhanahu wa ta'ala, wanakusudia kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kisawasawa, wanakusudia kumwabudu Allah mpaka waone kwamba kweli tumetoka tukumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Hayo ndo malengo yao. Lakini ndugu zangu, wangapi watu wamekusudia kuipata khairi na hawakuipata, kama alivyoeleza Ibn Mas'ud radhiallahu anhu wa ardah. Ndugu zangu katika iman, maneno ya Imamu Shatibi yameishia hapa, ya kwamba wanaotunga mambo katika dini wanakusudia kumwabudu Allah kuvuka mipaka, wanakusudia kumwabudu Allah kwa kiwango kisichokuwa cha kawaida. Na ndio kwa maana ukiona namna watu wanavyosumbuka katika bid'a, wanavyohangaika katika bid'a, sivyo namna watu wanavyosali kisheria na kufunga kisheria. Lazima ibada ya kizushi kuna mbwembwe zake, kuna harara zake ambazo si za kawaida. Ibadallah, وقال شيخنا الفوزان حفظه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد: البدعة في الدين نوعان. شيخ الفوزان الله محفظي katika risala yake kitabu tauhid anasema bid'ah katika upande wa kidini pia imegawanyika mara mbili. Anasema hafidhahullah ta'ala, an-naw' al-awwal bid'atun qawliyatun i'tiqadiyah, ni bid'a ya kimaneno, lakini maneno hayo ni maneno ya kiitikad, ni maneno ya kiimani. Kwa hivyo kuna maneno mengine ya kiimani ukiamini, ikiwa hayo maneno hayakufundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikiwa hayo maneno hajayataja Allah kwenye Qur'an, ikiwa itikadi hiyo pia Allah hajayataja kwenye Qur'an, alafu mtu akaamini maneno hayo, ama akachukua itikad imani tofauti na imani ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ataambiwa kwamba bwana, umezusha katika masala ya imani. Imani yako sio imani aliyofundisha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ibadallah, anasema Sheikh al-Fawzan, kama qalatil jahmiyati wal mu'tazilati
والرافضة وسائر الفرق الضالة واعتقاداتهم. mfano wa bid'a za kimaneno ni maneno walioyazusha kundi la Jahmia. Uislamu umegawanyika makundi mengi, yapo kama alivyotuambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, wasataftariqu hadhihi al-umma ila 73 firqa au milla kama jaa fi riwaya kulluha fi an-nar illa wahida. Mtume atuambia sallallahu alaihi wasallam kwamba ummati huu utakuja kugawanyika makundi 73, yote yataenda motoni, yatakuwa ni makundi yasiyokuwa ya sawa, yataenda motoni. Kundi moja peke yake ndio litaenda peponi. Makundi 72 yote, kila mtu adai kwamba ni Muislamu, kila mtu adai kwamba yupo kwenye haki, lakini yote ni makundi ya kipotovu. Kwa nini? Ni makundi yaliyozusha ima katika mambo ya iman ama yamezusha katika mambo ya ibadati. Ibadallah, asa miongoni mwa makundi kipotovu ambayo pia nayo yadai kwamba ni makundi ya Kiislamu ni kundi la Jahmia. Jahmia hawa ni katika makundi ya batin, humul qailun bi khalqi alquran. Na hawa itikadi yao na maneno yao mabovu yaliyokhalifu maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na kukhalifu imani ya Mtume alayhi salatu wasalam, ni kusema kwao na kuamini kwao kitabu cha Allah Qur'an ni kiumbe. Wanaamini hivyo, na ilhali imani ya madhhabi ya al-sunna wal jamaa ni kwamba Qur'ani ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ibadallah, maneno haya Jahmia ni maneno ya uzushi. Imani yao ya kuamini kwamba Qur'ani ni kiumbe, sio maneno ya Allah, pia ni imani ya kizushi. Na ndio kwa maana kundi hili ni kundi pia la kizushi. Kundi la pili, kundi la Mu'tazila, sahibuha Wasil bin Ata. Kundi hili mwanzilishi wake anaitwa Wasil bin Ata, alikuwa ni mwanafunzi miongoni mwa wanafunzi wa Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala. Ibadallah, al-Mu'tazila humul qailuna bi anna al-muslima al-fajira fi manzilatin bayna al-manzilatayn fi ad-dunya wa fi al-akhirati khalidun mukhalladun fi an-nar. Mu'tazila asli ya kundi hili, alikuja mmoja katika watu akamuuliza al-Imam al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, akamuuliza, ya Imam, ni ipi hukumu ya Muislamu anayefanya madhambi? Ni ipi hukumu ya Muislamu ambaye ni mlevi? Akajibu rahimahullah kwamba huyo ni mu'min lakini naqisul iman, ni Muislamu lakini imani yake ni pungufu. Mwanafunzi wake Wasil bin Ata akajibu swali hili tofauti namna alivyojibu Imamu rahimahullahu ta'ala. Akasema kwamba huyu Muislamu ambaye anafanya madhambi makubwa isiyokuwa shirki, anasema Wasil bin Ata kwamba huyo ni Muislamu yupo katikati, kwenye Uislamu hayupo, kwenye ukafiri pia hayupo, yupo katikati. Hapa duniani hali yake ni hiyo, na siku ya kiyama atakaa motoni milele. Na hiyo ni itikadi tofauti ama kinyume na itikadi ya misingi ya Ahlus-Sunna wal Jamaa. Imani ya madhhab ya Ahlus-Sunna wal Jamaa ni kwamba atakayekufa na madhambi makubwa yupo baina ya mashia ya Allah. Allah akitaka atamsamehea, Allah akitaka atamwadhibu kiwango cha dhambi, alafu atamtoa mwingize poni bi rahmatihi subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, itikadi hii ya Mu'tazila ya kuamini kwao kinyume namna alivyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, hii ni itikadi ya kizushi, ni imani ya kutunga. Kwa hivyo kundi hili limekuwa miongoni mwa makundi ya kizushi. Ibadallah, katika makundi mengine pia ambayo ni makundi ya kizushi, ar-Rafidha al-ma'rufina bi-Shia, kundi la Rafidha ambalo kundi hili lafahamika kiufupi kwamba ni mashia. Hawa Rafidha humul qailun bi anna as-sahabata irtaddu ba'da maut an-nabi sallallahu alayhi wasallam illa isabatan minhum. Rafidha mashia alayhim ma yastahiquna min Allah, yawapate yale ambayo wanastahili mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala,
itikadi yao mbovu mashia wanaamini kwamba masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam wameritadi, wameacha Uislamu baada ya kufa mtume sallam, isipokuwa wachache katika masahaba. Ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ametukuka Allah, na Allah amewapushia masahaba itikadi hii mbovu. Masahaba mtume sallam walibakia na itikadi sahihi aliyofundisha mtume sallam, wale waritadi walipigwa vita wakarudi nyuma, isipokuwa wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala ishapita kadari yake juu yao. Kwa hivyo ibadallah, imani ya Shia marafidha kuamini kwa masahaba mtume sallam wameritadi wote isipokuwa baadhi tu baada ya kufa mtume sallam, ni imani ya kuzusha, ni imani ambayo haina asli kwenye kitabu cha Allah wala kwenye sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam. aqulu ma sami'tum wastaghfirullah. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. أيها الناس عباد الله، اعتقادي makundi ya batil na maneno yao ambayo ni kinyume na namna alivyofundisha mtume sallallahu alaihi wasallam ni itikadi ya kizushi, na ni maneno pia ya kutunga ambayo maneno yao na imani yao imesababisha makundi hayo yaitwe kwamba ni makundi ya batil. Na pia Sheikh hafidhahullah ta'ala anasema wasairil firaq ad-dalla wa i'tiqadatihim, na makundi mengine pamoja na itikadi zao, maneno ya makundi mengine na imani ya makundi mengine ambayo sio kwa kundi la Ahlusunna wal Jamaa, maneno yao ni maneno ya kizushi na imani zao ni imani pia za kizushi, yaingia katika kikundi cha kwanza ama kigawanyo cha kwanza cha bid'a katika sheria, bid'a ya kimaneno na bid'a ya i'tiqad. النوع الثاني، sampuli ya pili ya bid'a katika sheria, bid'atun fil ibadat, ni kutunga mambo katika upande wa ibada. Na sampuli hii ya bid'a kuna namna ya kufahamu na kuelewa kwamba jambo fulani ni bid'a kwa msingi ambao ulama wameueleza. Sheikh Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala alifafanua baadhi ya mambo katika risala yake ya kitabu Tauhid, na pia vile vile Sheikh Ar-Raslani hafidhahullah ta'ala katika kitabu chake cha Da'ibul Minhaj an-Nubuwa alitaja baadhi ya mambo ambayo Muislamu akiangalia vizuri, akitumia misingi hiyo vizuri, atafahamu kwamba jambo fulani japo wengi walifanya lakini limekhalifu msingi wa sunna, ni jambo la kizushi. Na leo insha Allah tutataja misingi miwili ambayo itakusaidia ndugu yangu kutambua baadhi ya mambo ya kizushi, kwamba jambo fulani kumbe halipo katika sheria, kosa lake ni hili hapa. Anasema Sheikh hafidhahullah ta'ala, ma yakunu fi asli al-ibada wa hiya bid'atun idafiyah, ni bid'a ambayo inakuwa na mfano wake katika sheria. Hii ni bid'a ya kuegemeza. Mfano, ibada ya sala ni jambo lipo. Sasa mtu alete sala yake, atunge sala yake ambayo kumbe nipatie dalili, atakosa. Lakini atakwambia sala si ipo. Ni kweli sala ipo kisheria, lakini sala yako ule utunga, je, ipo? Na mfano pia katika hili ni ibada ya saum. Saum ni ibada ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amefaradhisha kwenye sheria.
Lakini akija mtu ametenga siku maalum kwamba mimi nitafunga siku kadhaa, siku fulani nitaifunga kwa sababu fulani, ikiwa sababu yake sio sababu ya kisheria, saumu yake itakuwa ni saumu ya kizushi. Anasema Sheikh hafidhahullah, anasema bi an yuhditha ibadatan laysa laha aslun fi shar'i. Ni mfano mtu atunge ibada yake, jina la ibada hiyo lipo kwenye sheria, ni sala, saum ni saum, kama hivyo, lakini ibada yake hiyo, sala yake hiyo haina dalili kwenye kitabu cha Allah. Kama ilivyokuwa na dalili, mfano sala ya duha ina hujja, sala ya witri ina hujja, sala ya qabliya na baadia ina hujja, ina adilla kwenye kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu. Anasema hafidhahullah, ka an yuhditha salatan ghayra mashru'ah, kama vile mtu atunge sala ambayo haipo katika sheria. Ipo sala inaitwa salatul raghaib. Sala hii inasaliwa kila mwezi wa Rajab. Ni sala ambayo umetambulika nao masufi, watu wa bid'a, watu wa maulidi, sala yao wanasali hii salatul raghaib, wanaisali kila mwezi wa Rajab. Sala hii ikitakiwa watoe hujja, hawana hujja. Hakuna dalili kwenye kitabu cha Allah wala kwenye sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam inayoelezea salatul raghaib. Lakini watu wa bid'a wanasali sala hii, ina idadi yake ya sura za kusoma, sala hii ina namna yake ya kusaliwa. Namna yake ya kusaliwa haipo kwenye kitabu cha Allah, lakini jina ni sala. Kwa hivyo ibadallah, hii ni bid'a ya kuegemezwa. Sala ya kizushi imeegemezwa kwa ibada ya sala ya kisheria. Hasa hii sala ya raghaib, sunnatur raghaib, ni sunna ya kibid'a. Ukiswali utapata dhambi kwa sababu unafanya ibada ambayo hakuifundisha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Asema hafidhahullah ta'ala, au siyaman ghairu mashru', ama vile mtu afunge saum isiyokuwa ya kisheria. Ndugu zangu, ibada ya kufunga ipo kwenye Uislamu. Ameitaja Allah kwenye Qur'an, akaifundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini ikiwa mtu atatenga siku maalumu ya kufunga, alafu akauliza sababu, hana sababu ya kisheria, tutamwambia ibada yako ya kufunga imekuwa ni ibada ya kizushi. Kwa sababu gani? Siku yako ya kufunga umetenga siku maalumu. Sababu yako ya kufunga ni sababu maalumu ambayo hiyo sababu haipo kwenye sheria. Ikifika mwezi wa Shaaban, tarehe 15 ya mwezi wa Shaaban, watu wa bid'a wanafunga siku hiyo. Wanasema ni kufunga, ni sunna kufunga siku ya 15 katika mwezi wa Shaaban, na saumu hii ni saumu ya kizushi, kwa sababu hawana sababu ya kisheria. Sababu yao ni kudai kwamba mwezi wa Shaaban ndio mwezi ambaye Allah subhanahu wa ta'ala anapanga qadar ya mwaka mzima. Na hoja yao hii ni tofauti namna alivyofundisha Mtume sallam. Atueleza Allah kwenye Qur'an kwamba Lailatul Qadr ndio usiku ambaye Allah subhanahu wa ta'ala anapanga mambo ya mwaka mzima. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Siku hiyo ya Lailatul Qadr ndio siku ambaye Allah anapanga mambo mwaka mzima. Watu wa bid'a wametafuta hadithi maudhu, hadithi ya kuokota, wameegemeza kwamba ikifika mwezi wa Shaaban tarehe 15 ni sunna kufunga. Saumu kweli ipo kwenye sheria, lakini saumu ya kufunga nusu ya Shaaban ni saumu ya kizushi. Asema hafidhahullah ta'ala, au ayadan ghairu mashru'ah, ama kutunga sharehe, kutunga idi ambayo haipo katika sheria. Ndugu zangu Uislamu watambua jambo la kusherekea. Ukatuwekea idi tatu. Kuna idi ya Adha ya kuchinja, kuna idi ya fitri ya mwezi wa Ramadhan, alafu kuna idi ya siku ya Ijumaa, siku ya leo. Hizi idi tatu zina hoja kwenye Qur'an, bali zina hoja pia kwenye sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Watu wa bid'a wameleta sherehe ya Maulidi. Hii ni sherehe maalum, wameitengea mwezi maalumu. Ikifika mwezi wa Rabiul Awwal ndio mwezi tuko ndani yake, wanasema mwezi huu twasherehekea mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam.
ikiulizwa hujja, dalili iko wapi ya kwamba kuna sharehe ya kuzaliwa mtume sallallahu alaihi wasallam? Aina alhujja? Hakuna dalili katika hili. Kwa nini? Wao wameona tu tupendelea sisi, mapendeleo yao hayawezi kufanya jambo hili kuwa ibada. Mapendeleo yao sio hujja, bali hujja qala Allah qala Rasulullah. Dalili Allah amesema, dalili mtume amesema, ndio masala ibada taka hivyo. Ibada Allah wako baadhi ya uzushi wametunga pia baada ya Ramadhan kufunga 6 Shawwal, 6 za mwanzo za mwezi wa Shawwal, wanasema kuna idi ya 6. Hii nayo imetoka wapi? Ati watu wakifunga siku 6 za mwezi wa Shawwal za mwanzo, siku ya 7 ni Eid. Man qala hadha? Hakuna hoja katika hili. Pia ni istihsan, ni kupendelea kwa watu tu. Atumia Abdullah ibn Umar, kullu bid'atin dalalah wa in ra'aha an-nas hasana. Kila bid'a ni upotovu, hata kama watu wataona kwamba hili nzuri, lakini ni watu kwa wao, lakini kwa misingi ya kisheria jambo hilo litakuwa ni uzushi. Ibadallah, Sheikh anasema kutunga sherehe za kusherekea kaayadil mawalidi, kama Eid ama kusherekea mazazi ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii ni asili ya kwanza. Kwa hivyo kuna mambo ya kibid'a ambayo yana jina katika sheria, jina la sala, jina la saum, jina la Eid, lakini ikitafuta dalili hakuna ya ibada hizo makhsusi ama ya mambo hayo makhsusi. Msingi wa pili wa kumsaidia Muislamu kutambua kwamba jambo fulani ni bid'a, asema Sheikh al-Fawzan, ma yakunu fi sifati ada'i al-ibadati al-mashru'ah, asema ni bid'a ambayo utaitambua katika kuitekeleza ibada ya kisheria, lakini kwa mtindo ambao hakufundisha mtume sallallahu alaihi wasallam. Salatu dhuhr hiyo hiyo, lakini aje mtu atunge mfumo wake kwa raka ya kwanza ndo atakaa tahiyatu yeye, raka ya pili na ya tatu atasimama, raka ya 4 atakaa tahiyatu, sema sura raka 4, lakini mfumo wake sivyo namna alivyoelekeza mtume sallallahu alaihi wasallam. Hasa itakuwa ibada ni ibada ya sala, lakini namna alivyoifanya hiyo ibada sivyo namna alivyofundisha mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa mtindo huo wa kigeni, tutasema kwamba ibada hiyo ni ibada ya kizushi. Kwa nini? Sifa yake sivyo namna alivyofundisha mtume sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, anasema Sheikh al-Fawzan, wadhālika ka'adā'i al-adhkāri al-mashru'ati bi-aswāti al-jamā'iyyati mutribah wa kat-tashdīd 'ala an-nafsi fi al-'ibādāt ilā haddin yakhruju 'ani sunnati ar-rasul sallallahu alayhi wasallam. Asema kama vile kuleta adhkar, kumtaja Allah ni jambo lipo kwenye Uislamu, lakini namna watu wa bid'a mfano wanavomtaja Allah baada salatul maghrib, wote wasoma kwa pamoja la ilaha illa Allah wa la sharika la lahul mulk, kwa pamoja, sauti moja. Hiyo ni adhkar, ipo kwenye sheria. Lakini ikiulizwa sifa hii ya mkusanyiko watu wote tusoma kitu kimoja, je, ipo? Je, hivyo ndivyo mtume kaelekeza? Jibu sio hivyo. Hasa wao husema kuna ubaya gani? Ubaya upo. Kwa nini? Mtume sallallahu alaihi wasallam ametumwa na Allah aje atufundishe namna ya kufanya ibada. Alifundisha kuleta adhkar, hakufundisha? Amefundisha. Hasa kama mtume amefundisha, mfumo wake ni upi? Yeye alifundisha vipi na unafanya vipi? Ibadallah, tuona pia katika baadhi ya watu bid'a wanaomba dua ya pamoja baada ya sala ya faradhi. Kuna maneno yao husoma, alafu kusanyika huomba, mmoja wao anaomba, wengine wanasema amin amin amin. Kuomba dua ni jambo lipo kwenye Uislamu, sawa, tukatai. Ni nani aliyefundisha mfumo ya kwamba baada ya sala ya faradhi anaomba mtu mmoja, wengine wanaitikia? Alifundisha hivyo nani?
Hasa ibada hii kisheria ipo, lakini mfumo wake, mtindo wake sio mtindo aliofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo jina ni jina la ibada, lakini mfumo wake sivyo namna alivyotufundisha Mtume alayhi salatu wasallam. Kwa hivyo ibada hiyo itakuwa ni ibada gani? Ni ibada ya kibid'ah. Haya mawili ama misingi hii miwili ni misingi iko wazi ambayo itamsaidia Muislamu kuitambua bid'a ni kitu gani. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar walhamdulillahi rabbil alamin.